Siku ya Jumatano ya Majivu ni siku ambayo tunakumbushwa kwamba tusile chakula, lakini tujiulize, je, ni chakula peke yake? Ukisoma katika Injili ya Mathayo ile sura ya 6 mstari wa 16 mpaka 18, unasema Yesu mwenyewe anasema tusifunge kwa kujionyesha, lakini tufunge kwa mambo mengine pia. Si kwa kujionyesha kwamba leo hii siku ya Jumatano ya Majivu nimefunga, lakini mambo yangu mengine bado naendelea nayo. Kwa hiyo leo hii tunakumbushwa mambo mengine ambayo tunapaswa kukufunga. Kwa mfano, wewe ni mtu wa hasira sana. Je, siku ya leo umeacha hasira au umefunga hiyo hasira yako? Je, ni wewe ni mtu wa maneno machafu, kutamkia maneno machafu watu ama watoto wako ama kwenye ndoa yako? Wewe ni mtu wa maneno machafu. Je, umefunga hayo maneno machafu? Na je, wewe labda ni mtu wa rushwa na udanganyifu? Siku ya hii ya leo unakumbushwa pia kuacha kabisa kufunga mambo ya udanganyifu, mambo ya rushwa. Na pia siku ya leo tunaalikwa kufunga hata kwenye ile mitandao inayoharibu moyo na muda wetu. Leo hii tunaalikwa kufunga katika hii siku kwamba acha lile jambo unaopenda, mtandao unaopenda sana kupoteza ule muda wako mwingi na mitandao mingine ambayo si mazuri kwa maadili yetu. Je, umefunga siku ya leo ama bado unaendelea na unakuja kanisani unapakwa majivu yale kwa kumaanisha kuanza upya, lakini matendo yako yamebaki kuwa ya kale, matendo yako yamebaki kuwa ya zamani? Leo hii unaalikwa kuanza upya. Je, wewe ni mtu wa kiburi? Leo hii pia unaalikwa kufunga hii haja ya kiburi. Wewe labda ni una tabia ya ulevi, ulevi. Leo hii ufunge hii tabia ya ulevi ili uanze upya maisha yako. Na kama ukianza upya, basi na Mungu atakukirimia karama zake katika kipindi hichi cha Kwaresma ambacho tunaanza siku hii ya leo ya Jumatano ya Majivu. Mungu atakuneemesha na kukupea baraka zake.